Wimbi la joto linaongezeka. Engine kinabadilika. Rekebisha gridi. Ninachanganua sampuli. Kuna hitilafu ndogo. Kinachelewa data inafaa. Tuunganishe data zote sasa. Angalia kina cha maji kinapanda kwa kasi. Ndio, na ramani inaonyesha mkondo wa ajabu hapa. Data ya chumvi chenokani cha Nigeria. Tumepata kitu kikubwa. Ninatumia modeli ya utakasasi. Hili ni jambo kubwa. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Upepo ulianza kuwa mzito kadri meli ya utafiti ilivyozidi kusonga mbali na pwani. Bahari ilionekana tulivu kwa mbali, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kisichoeleweka kilichokuwa kinavuruga hali yake. Mawimbi yalibadilika ghafla, si kwa nguvu kubwa sana, bali kwa namna isiyo ya kawaida, kana kwamba yalikuwa yakifuata mpangilio fulani usio wa kawaida. Lena alisimama juu ya staha, macho yake yakitazama upeo wa macho usio na mwisho. Alikuwa kimya, lakini ndani yake kulikuwa na mawimbi ya mawazo yasiyokoma. Tangu siku ile ya Ravenport, hakuwa tena mtu yule yule. Alikuwa na kitu ndani yake ambacho hata yeye mwenyewe hakukielewa. Kila alipokaribia bahari, alihisi kama kuna kitu kinamuita, kama sauti ya mbali inayomvuta kuelekea kwenye kina kisichojulikana. Nyuma yake, watafiti walikuwa bizi wakifanya kazi. Skrini zilikuwa zikitoa sauti ndogo ndogo, takwimu zikisogea kwa kasi, mistari ya sona ikichora ramani za kina cha bahari. Dr. Salim alisimama mbele ya kifaa kikubwa cha uchunguzi, macho yake yakichunguza kila mabadiliko madogo kwenye data. Hapa ndipo tunaanza kuona tofauti, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito. Aisha alisogea karibu naye. Ni nini hasa? Aliyaonyesha skrini. Mistari ya sona ilikuwa imeanza kupinda kwa namna isiyo ya kawaida. Hii si hali ya kawaida ya bahari. Kuna kitu kinachovuruga mawimbi ya chini. Lena alisogea karibu akitazama skrini ile. Kwa wengine ilikuwa ni mistari tu, lakini kwake ilikuwa kama kuona kitu kinachopumzia chini ya maji. Si mawimbi tu, alisema polepole. Kuna kitu kinatembea chini yake. Wote walinyamaza. Dr. Salim alimgeukia Lena. Una uhakika? Hakujibu mara moja. Alifumba macho kwa sekunde chache. Ndipo alihisi tena ile sauti, ndogo, nzito, ikitoka mbali sana. Karibu. Macho yake yalifunguka ghafla. Kuna kitu huko chini, alisema kwa uhakika. Kimya kizito kilitanda ndani ya chumba. Lakini safari haikusimama. Meli iliendelea kusonga mbele. Kadri walivyokuwa wakikaribia eneo lile lililoandikwa kwenye ramani, anga lilianza kubadilika. Mawingu mazito meusi yalianza kukusanyika juu yao. Jua likafunikwa polepole na mwanga wa mchana ukawa hafifu kama jioni. Upepo uliongezeka. Maji yakawa na rangi ya kijivu nzito. Na kisha vyombo vya mawasiliano vilianza kupoteza ishara. Signal inapungua, mmoja wa wataalamu alisema kwa hofu. Jaribu kuirejesha, Dr. Salim aliamuru, lakini haikufanikiwa. Ndani ya dakika chache walikuwa peke yao. Hakuna mawasiliano na dunia ya nje. Lena alihisi pumzi yake ikibadilika, kwa sababu sasa alijua walikuwa wamefika karibu. Sauti ile ndani yake ilianza kuwa kubwa zaidi. Karibu. Alishika kifua chake kwa mkono. Aisha alimwangalia kwa wasiwasi. Uko sawa? Lena alitikisa kichwa polepole. Ndiyo, lakini tuko karibu sana. Meli ilisimama ghafla, si kwa sababu ya amri,
bali kwa sababu injini zilianza kupoteza nguvu. Taa zilianza kuwaka na kuzima. Flick, flick, flick. Ni nini kinaendelea? Mmoja wa wafanyakazi alipiga kelele. Power fluctuation, mwingine alijibu. Lakini kabla hawajapata suluhisho, kitu kiligonga meli kutoka chini. Bang! Meli ilitetemeka. Lena alishika reli ya chuma ili asianguke. Kila mtu aliganda kwa hofu. Kuna kitu kimetugonga, mtu mmoja alisema kwa sauti ya juu. Skrini ya sona ilianza kutoa kelele kali. Mistari ilichanganyika na kisha ikaonyesha kitu kikubwa mno kikizunguka chini ya meli. Aisha alitazama skrini hiyo kwa macho yaliyopanuka. Hii haiwezekani. Dr. Salim alikaribu. Ni nini? Alimeza mate. Hiki si kiumbe cha kawaida, ni kikubwa kuliko meli yetu. Lena alihisi baridi kali ikipita mwilini mwake, kwa sababu sasa alijua walikuwa wamefika mahali ambapo meli hupotea, na hawakuwa peke yao. Ghafla maji yalitulia, kimya kikatanda, hata upepo ulisimama. Ilikuwa kama maji nzima ilikuwa imeshika pumzi. Kisha mwanga ulianza kuonekana chini ya maji, mwanga wa manjano ulioanza kung'aa polepole kutoka kwenye kina. Lena alisogea mbele polepole, macho yake yakiganda kwenye maji. Ni ile, alinongonea. Na hapo kitu kilianza kupanda kutoka chini ya bahari, polepole, kama kivuli kikubwa kinachoinuka kutoka gizani. Watafiti wote walikusanya kwenye staha, wakitazama kwa mashangao na hofu. Maji yalipasuka na kitu kikatokea. Sehemu ya juu ya meli ile ile iliyopotea, lakini sasa ilikuwa tofauti zaidi. Ilikuwa imefunikwa na chuma kilichovunjika, nyaya zikining'inia na mwanga wa manjano unaotoka ndani yake kama kitu kinachopumzia. Lena alihisi moyo wake ukisimama kwa sekunde, kwa sababu sasa alijua walikuwa wameirudia, lakini safari hii hawakuwa wakitazama kutoka mbali, walikuwa katikati yake. Na sauti ile ilirudi tena, nzito, karibu, umerudi. Lena alifumba macho yake kwa nguvu. Alijua sasa hii safari haikuwa ya utafiti tu, ilikuwa safari ya kurudi kwenye kitu kilichokuwa kinamsubiri, na hakuna mmoja wao aliyekuwa anajua kama wangekuwa wanarudi tena. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.